Asante sana kunipea nafasi hii kujitambulisha. Kwanza kwa majina naitwa Omongo Paul Papai, natoka sehemu za Teso Kusini, pale Amkura Central Ward, na kijiji changu ni Kamarnya. Nadhani haya imetosha kwa kujitambulisha. Na vile vile leo tunataka kuingia katika topic yetu yaani maisha ya primary school, shule ya msingi na maisha ya shule ya bweni. Mimi kulingana na mimi, maisha ya msingi, shule ya msingi ni iko na matamu yake tu. Yaani wakati huo tunajifunza mambo mengi, yaani tunacheza hapa na pale. Hayo niliona ni maisha mazuri sana. Ikifika wakati wa kupumzika, yaani inaitwa first break, tunatimua mbio sana kwenda uwanjani kucheza mpira kidogo, ile mpira yenye imeundwa na karatasi hivi. Yaani unajisikia raha sana. Nilikuwa mimi mmoja wapo wakati huo nilikuwa najisikia raha, na ilikuwa kitu ya maana sana huo wakati. Ulikuwa unapata mazoezi mazuri na vile vile ulikuwa unapata akili inakuwa fresh. Umeelewa? Hivyo sasa ndo niliona kwamba maisha ya shule ya msingi iko na maisha mazuri sana. Siwezi ongelea mambo mengi kuhusu maisha ya shule ya msingi. Wacha tuongelee maisha ya shule ya bweni. Huko kuna kusoma, kuna masomo pale. Kwa sababu ukiteleza kidogo utajikuta hauko mahali penye unatarajia. Na vile vile masomo ya huko, yaani wakati wa kujibu maswali ya mtihani, hapo ndo inaleta ngori. Usipokuwa umesoma, usipokuwa umejiandaa vyema, hakuna matokeo ambayo yatatoka. Na hivyo ndo nasema kwamba maisha ya bweni ni tofauti kidogo na maisha ya shule ya msingi. Huko kunahitaji masomo, yaani masomo ujiandae vyema ndio uweze kupata na kufanikiwa katika kupita mtihani, kuelewa vitu mingi. Na ukumbuke kwamba unapokuwa katika shule ya bweni, hapo ndio maisha yako inaanza kung'aa. Kwa nini niseme hivyo? Unapopita mtihani wako, uende katika chuo kikuu, unaweza somea kosi yoyote ambayo inaendana na akili yako. Ni hiyo tu, siwezi zungumza mambo mengi, bali ni hayo tu.